Naam, bwana, mambo ni mengi na majibu pamoja na maoni ya wadau mbalimbali yamekuwa ni mengi, hususan baada ya Baba Levo kutoa taarifa za awali kabisa akidai kwamba Lavalava ametoka WCB, ametoka kiroho safi, hadaiwi hata sumni, lakini pia vile vile ameelezea mambo mengi sana, na kuna page mbalimbali zimekuja kutoa taarifa kuhusiana na hiyo issue, wakidai, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Lavalava yuko pale WCB kwa takriban miaka 8 sasa hivi, na inasemekana kwamba mkataba wake ulikuwa umeishaisha, kwa hiyo kuondoka kwake ni free, hadaiwi hata sumni. Sasa basi kuna page hapa imekuja kuelezea kiurefu zaidi kuhusiana na issue ya habari ambayo Baba Levo ameitoa, na maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana, kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Hapa kuna page wameandika kwamba Baba Levo ambaye ni rafiki wa karibu kabisa wa Diamond Platnumz ameandika ujumbe unaonekana kuthibitisha kuwa Lavalava ameondoka rasmi kwenye record label ya WCB Wasafi kupitia maneno ya shukurani na heshima. Baba Levo ameandika kwamba thank you, safari njema mdogo wangu, una kipaji kikubwa sana Lavalava, na Watanzania watakuwa mashahidi kwa namna ambavyo mzee wangu Lukuga alikupigania kipaji chako kibadilike na kuwa pesa. Lavalava ambaye jina lake halisi ni Abdul Juma Idi alijiunga na WCB Wasafi mnamo mwaka 2017 na wimbo wake wa kwanza kabisa unaitwa Tuachane, ambapo ulimtambulisha rasmi kwenye mziki. Tangu wakati huo aliendelea kutoa nyimbo kadhaa zilizopendwa sana kama vile Habibi, Tajiri, Ngari Ngari na Tuna Kikao, lakini pia vile vile sambamba na kushirikiana na wasanii wakubwa kama vile Zuchu, Diamond, Rayvanny, Mbosso na Harmonize. Mnamo mwaka 2021 aliachia EP yake ya kwanza ambayo inafahamika kwa jina la Promise, ilikuwa ni hatua moja wapo kubwa kabisa katika kukuza jina lake binafsi nje ya kutegemea kolabo. Umaarufu wake bwana kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa kama vile YouTube umemfanya kuwa ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanategemewa kwenye nyimbo za mapenzi. Hata hivyo vile vile, licha ya maneno ya Baba Levo kushirikiana na kuashiria kuwa Lavalava amemaliza rasmi mkataba wake WCB, bado hakuna tamko rasmi kutoka kwa Lavalava mwenyewe wala Diamond Platnumz wala record label ya WCB. Cha kushangaza zaidi hadi sasa hivi tarehe ya leo ni kwamba ukurasa rasmi wa Instagram wa Lavalava bado unaonyesha kuwa yeye ni yuko signed chini ya record label hiyo ya WCB Wasafi, jambo linalozua maswali kuhusiana na iwapo taarifa aliyoitoa Baba Levo haikuwa rasmi. Wakati wadau na mashabiki wake wakiendelea kufuatilia hatima yake, Lavalava ameonekana kwenye njia ya kutafuta uhuru zaidi wa kisanii au mwelekeo mpya wa kimaisha na kimuziki. Umeona bwana? Sasa ngoja nikusomee baadhi ya maoni ya wadau kuhusiana na hili. Kuna mtu hapa amesema kwamba kwani Baba Levo ndio msemaji wa WCB? Kuna mtu ameandika hivyo, lakini tukumbuke pia kwamba hata kipindi kile alivyosemaga Mbosso anaondoka, watu wakasemaga hivyo, watu walimind kwamba bwana huyu ni mropokaji, kwani yeye ndo msemaji wa kampuni au vipi, imekuwaje anazungumza taarifa nyeti kama hizo? Umeona? Lakini baadaye kweli Mbosso akaondoka. So Lavalava pia the same, huenda kweli ikawa ni official kwamba Lavalava anaondoka, lakini hawajaamua kutoa tamko rasmi. Kwa mtu songwe kwamba yani kaanza na thank you kwa hasira sana. Kwa mtu songwe bwana huyu Baba Levo alikuwa na matatizo gani jamani? Mbona hizi issue, yeye sio mfanyakazi wa WCB label, yeye ni mfanyakazi wa Wasafi FM. Kwa msongo bwana hapa bwana kutakuwa tu kuna nyimbo mpya inakuja kati ya Lavalava na Baba Levo, na ndio maana Baba Levo ameanza kuropoka haya mambo. Kwa kuna watu wengine wanahisi kama vile ni kiki. Ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza bwana kuhusiana na hilo, hebu tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.